Naam, bwana mtazamaji, moja kati ya story ambazo sasa hivi hapa zina make headline ni ile story ya mwanadada anayekwenda kwa jina la Mimi Malu. Huyu Mimi Malu bwana ni moja kati ya celebrity ambao ameingia katika industry kwa speed sana. Hapo awali alikuwa anafahamika kama girlfriend wa Dolvani, lakini baada ya kuachana bwana ndo hivyo amekuwa star baada hususan ya hivi karibuni alipoposti video ya tangazo kutoka Room of Jeans, moja kati ya maduka maarufu kabisa yanayouza majinsi Tanzania. Bwana bidada huyu amepata umaarufu wa hali ya juu hususan katika tangazo hilo. Bwana bidada aliamua kuonyesha makalio. Umeona bwana, so ni video ambayo imemeke headline na watu wengi sana wanataka kujua kwamba imekuaje mpaka huyu binti amefanya hayo, kwa sababu sio kitu cha kawaida kwenye upande wa maadili, na binti mwenyewe bwana ndo kwanza ameingia kwenye industry hivi karibuni. Sasa kama ameanza kwa speed namna hiyo ataishia wapi? Sasa moja kati ya mamodo wakubwa katika kampuni hiyo hiyo ya Room of Jeans anafahamika kwa jina la Judy Actress. Huyu bidada bwana alishawahi kuwa runway model, lakini pia vile ni commercial model, anafanya matangazo na anafanya matangazo pia hapo Room of Jeans, lakini pia ni mwigizaji huyu wa filamu. Sasa amefanya interview na ameelezea kuhusiana na hiyo situation akidai kwamba yeye pia alimuona huyu Miss Malu akiwa kwenye live yake, akaomba kazi kufanya kazi pale Room of Jeans, akamshauri bosi ampe kazi. Yeye alivyosafiri alivyorudi ndo akakutana na hizo video. Amekuwa surprised lakini wala hajamjaji, kwani kwenye mambo ya umodo ni kawaida. Lakini kubwa zaidi ni kwamba mwanadada huyu Judy bwana amesema kwamba kwa upande wake yeye hawezi akafanya kazi ya namna hiyo, hawezi akaposti video au akaruhusu video yake ipostiwe yakaonekana makalio yake wazi kama vile. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba ameelezea kwamba kwa dau ambalo binti amelipwa ana deserve ukilinganisha na uzito wa kazi ambayo ameifanya. Kwa mujibu wa Judy bwana anadai kwamba binti Miss Malu, ex-girlfriend wa Dolvani, amelipwa takriban milioni 50 za Kitanzania. Yaani huyu bidada bwana amelipwa milioni 50 za Kitanzania katika kazi hiyo ya kupromoti duka la Room of Jeans kuwa kama model. Japokuwa ameonyesha makalio lakini amekunja kibunda hicho cha milioni 50. Kwa sababu kama pale amelipwa milioni 50. Yes sir. Mwanadada Judy bwana anakuambia kwamba pale bwana Miss Malu amelipwa milioni 50 ashuti kwa muda wa miezi 6. So mambo ni moto kweli kweli, lakini nataka nikuelezee situation ilivyokuwa mpaka kufikia hiyo hatua ya binti huyu Miss Malu kushuti na kuonyesha makalio kwenye hiyo video ya tangazo hilo la Room of Jeans. Na mtazamaji, kama unavyojua kwamba mahusiano relationship ya Dolvani na mwanadada ambaye anakwenda kwa jina la Mimi Malu huko mitandaoni, mahusiano haya bwana yalikuwa chali, yani mahusiano yalivunjika. Na sababu ya kuvunjika bwana ni kwamba kwa mujibu wa huyu Mimi Malu mwenyewe alizungumza na vyombo vya habari, maana tunakumbuka kwamba alifanyaga media tour, akazunguka katika kila media akiwa anaelezea situation ya mahusiano yake, sababu na changamoto ambazo zimetokea. Kwa kifupi ni kwamba huyu Mimi Malu yeye alielezea kwamba Dolvani bwana familia yake ilikuwa haimtaki huyu Dolvani kwa sababu alionekana kwamba hayuko serious, kwa sababu hapo awali bwana alikuwa akionekana kwamba akiwa tu anaishi na huyu binti bila maelewano mazuri na familia ya Dolvani na familia ya Mimi Malu. Yani Mimi Malu alizungumza hivyo. Lakini jambo lingine la ajabu kidogo ni kwamba huyu Dolvani bwana, huyu binti kila akipatwa na matatizo, changamoto za hapa na pale kwenye maisha, kwa mfano akiwa anaumwa, moja kwa moja bwana alikuwa anarudi nyumbani. Yani Dolvani alikuwa anamrudisha nyumbani binti iwapo kama akiwa anaumwa na vitu vingine kama hivyo, jambo ambalo pia likaonyesha kwamba huyu kijana hayuko serious. Lakini pia kingine kikubwa zaidi ni kwamba kulikuwa kuna time ambayo huyu Dolvani bwana alikuwa anapitia nyakati ngumu kiuchumi kiasi kwamba hata chakula nyumbani kulikuwa hakuna. Sasa binti akawa anaenda nyumbani kwao, anachukua mchele, anachukua unga, anapeleka kwa Dolvani kwenda kupika, wanakula, jambo ambalo pia likaleta dosari nyingine katika mahusiano hayo. So mwisho wa siku bwana ndo hivyo tena, mambo ikabidi haya mahusiano yakawa chembwele bwana, mambo yakawa ndoa ikawa imeishia hapo, kwa sababu Dolvani alishatangaza kwamba yuko katika harakati za kutaka kumuoa huyu binti. Lakini kutokana na baadhi ya vitu ambavyo vimehappen bwana, ni kwamba ikaonekana kwamba Dolvani hayuko serious, kwa sababu hata katika hizo ametangaza ndoa takriban mara 2, lakini hakuhusisha hata familia ya huyu binti kuonyesha kwamba yeye ana dhamira ya kumuoa binti yao.
Umeona bwana, so hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Hicho ndo kitendo ambacho kilitokea kumuhusu huyu bidada mpaka mahusiano yake yeye na Dulvani yakawa yameisha. Kwa hiyo Mimi Malu bwana alifanya hiyo media tour katika almost kila media alikuwa anaenda kuzungumzia hiyo situation, jambo ambalo ikawa inajulikana ndani na nje, kitu ambacho kimetokea kati yake na Dulvani au Dulvani amefeli wapi. Sasa kitu ambacho kimekuja kutrend, nadhani unaelewa kwamba hivi karibuni binti bwana alipata fan base kutokana na hiyo media tour aliyokuwa anafanya na vitu vingine kama hivyo. Ni kwamba binti alipata fan base ya haraka sana, watu wakawa wanamfuatilia huko mitandaoni, sio kawaida. Lakini at the end of the day bwana, kufuatiliwa huko kumepelekea binti hata akirukaga live huaga anapataga watazamaji takriban 1000 wanamwangalia live. Hii inaonyesha jinsi gani ambavyo binti amekuwa na influence katika mitandao ya kijamii. Ukiachana na influence hiyo bwana, ni kwamba binti ndo hivyo tena, kama nilivyoelezea huko awali, ni kwamba amepata tangazo akaenda kushuti, na alivyoshuti hilo tangazo bwana, ni kwamba alishuti makalio yakiwa wazi, yani alionyesha makalio katika hilo tangazo, jambo ambalo watu wengi sana wamelizungumzia kwamba ni kama vile mmomonyoko wa maadili, ni kitu ambacho hakijapendeza, ukizingatia kwamba binti ndo kwanza ameingia katika entertainment industry hivi karibuni. Sasa kama ameanza kuingia kwa spidi namna hii, na maana kwamba huko mbeleni bwana anaweza akapoteza kabisa mwelekeo, akapachamwa, akaamua kufanya vitu vya ajabu zaidi. So story ambayo ina make headline huko mitandaoni ni kwamba huyu binti bwana, kitendo cha yeye kwenda kushuti tangazo kwa mara ya kwanza na kuonyesha makalio ni kitu ambacho kiukweli kimewasononesha watu wengi, hususan wadada wengine ambao wapo katika entertainment industry. Tumeona watu wengi sana wametoa maoni yao. Tumemwona Nifa ametoa maoni yake kwamba hajapendezwa na jambo hili. Ametoa mpaka suggestion kwamba inatakiwa huyu binti akae na apate washauri wazuri wamuelekeze cha kufanya, awe makini kiasi gani, maana ndo anaingia tena kwenye umaarufu. Lakini pia vile vile mwandaaji wa maudhui mitandaoni ambaye anafahamika kwa jina la Miss Mary Kay, naye pia alijitokeza akiwa anamsii binti, lakini pia vile vile amewalaumu watu ambao wamemshawishi binti kuamua kufanya lile tangazo na kuonyesha makalio. Ukachana na Mary Kay, lakini pia vile vile ni kwamba kuna mwanadada mwingine ambaye naye pia ni comedian maarufu kabisa. Huyu pia ni bidada, huyu anakwenda kwa jina la Asma. Huyu Asma naye pia ikabidi aje azungumzie the same thing, akidai kwamba bwana hiki alichokifanya binti bwana sio kizuri, ni bora hata angekuwa kwa Dulvani. Na Asma aliamua kudokeza kwamba binti alikuwa tu anataka wapate umaarufu kwa Dulvani ili aje aonyeshe makalio kwa Watanzania. Aliuliza hivyo Asma, mwanadada ambaye yupo katika entertainment industry kwa muda mrefu, sasa hivi takriban miaka 4 sasa, amekuwa akitrend au amekuwa akifanya kazi zake za uandaaji wa maudhui mitandaoni. So hivyo ndivyo mambo yalivyo, hivyo ndivyo situation ilivyo. Na hapa bwana, nimepita katika page mbalimbali, tumekutana na comment nyingi kama nilivyoeleza huko awali. Na wewe pia bwana, ukiwa kama mdau, na wewe bwana, hebu tuwekee maoni yako katika comment section. Unazungumziaje hili sakata ambalo sasa hivi hapa linaendelea kutrend huko katika mitandao ya kijamii kuhusiana na huyu bidada baada ya kuamua kushuti tangazo na kuonyesha makalio pamoja na vitu vingine ambavyo vinaendelea kujitokeza kadri ya muda unavyozidi kwenda? Una maoni gani? Weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureply kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.